Tumeona hivi karibuni watu wakicharuana kwenye mitandao ya kijamii baada ya Zuchu kujifungua, na wengine wakaanza kufananisha picha za Zuchu na Wema Sepetu kwenye mitandao ya kijamii. Kuna baadhi ya watu wamekerwa sana na matukio kama hayo ya namna moja au nyingine, jinsi ambavyo mwanamke ametoka kujifungua mtoto wake na ile hali ya kuonyesha kwamba ametoka kujifungua. Wakachukua picha ya Zuchu, wakachukua na picha ya Wema, wakawa wameweka na kuanza kuchambua wachambuzi wa mambo. Comment yako kwanza ni hipi katika watu kufananisha matukio tofauti tofauti, hususan matukio haya ya uzazi? Mimi hapo comment yangu iko hivi, jamani, uzazi kila mtu unavomjia. Uzazi haufanani. Mimi nimezaa watoto 5, sawa? Lakini ukiniambia uchungu wa mtoto wa kwanza nitakuelezea vingine, wa pili nitakuelezea, na wa mwisho nitakuelezea wengine. Kwa hiyo mimi ninachojua paka sasa hivi ni kwamba mambo ya uzazi hayafanani. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini hizi comment zimekuwa nyingi sana. Mimi nasema hawa ni Gen Z. Sawa, kwa sababu Gen Z wengi bado hawana watoto, sawa? Lakini wengine ndio hivyo wameanza kuwafuatilia kina Wema au mambo haya wameanza kuyafuatilia sasa hivi. Ndio maana mimi siku zote nawakumbusha. Mwanzoni, enzi za miaka ya nyuma kidogo, kulikuwa kuna ugomvi wa hivi kati ya Shemsa Ford na yule msichana aliozaa na Nei, yule wa Mwanza. Sawa Shemsa Ford alikuwa amezaa mtoto wake kawaida yule Terry, sawa, kipindi Terry mdogo kabisa. Yule aliyezaa na Nei amezaa mtoto wake kwa operation. Paka ilifikia hatua, nakumbuka Shemsa Ford aliwahi kuweka posti kabisa kwenye Instagram yake, akasema kwamba wewe umezaa bwana, kuzaa tumezaa sisi, na maana akikashifu kwamba kuzaa kwa operation ni simple, kawaida sana. Tunaelewa vizuri enzi hizo sasa kwamba mtu anayezaa kwa kupushi, sawa ndio ana maumivu ya makali ya uzazi tofauti na mtu akizaa kwa operation. Na kipindiko kwa sababu mambo ya operation yalikuwa hayako sana, sawa watu wengi walikuwa Team Shemsa kwa kuona kwamba kuzaa kawaida ni ana maumivu makali kuliko mtu wa kuzaa kwa operation. Umenielewa vizuri? Lakini sasa hivi ukisoma kwenye mambo ya Zuchu na Wema, watu wanasema kwamba bwana, operation inauma sana. Si operation imekuwaje? Jamani, kila mtu ana ngozi yake. Hata watu wanajua kuna mtu anawahi kupona haraka, kuna mtu ukimkata leo tu kesho anapata nafuu vizuri, anaendelea vizuri. Na kuna mwingine ngozi yake ni zile ngozi zinavimba, yani maumivu yanakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii swala la huyu Wema kuonekana anarukaruka, jamani, inategemea kidonda kimemjiaje. Tunaelewana vizuri? Na huyu kuonekana sijui yeye ndio ameumia sana, amevimba, na yeye inategemea yuko kwenye situation gani. Mpaka nikafika hatua nikaongea maneno mabaya. Nikamwambia jamani, wewe unamuona Zuchu pale ataacha kuvimba, ataacha kuwa na stress, lakini pia ataacha kudeka. Mage yuko kwenye mimba tu na hali ile, nakwambia mawifi wanaongelea huko. Mama mkwe kanuni ya huko. Sijui mume naye yuko huko anaonekana anakumbatia na nani, utapata stress. Lakini huyu mwenyewe nakwambia mume muda wote yuko naye, mume hata yuko amezaa na maana hana stress, kwa hiyo hajapata mitihani mikubwa ya kwenye mambo ya uzazi. Kwa hiyo ni hali ya kawaida tu, wala hamna changamoto yoyote. Na tuliona jinsi ambavyo sasa mashambulizi ya kwenda kwa Mama Love Kungwi kutoka kwa watu mbalimbali. Mmoja kati ya watu ambao walikwenda pia kutumia ukurasa wake wa Instagram na kuzungumzia tukio ni Rihanna Ali. Kama uliona, comment yako ni hipi? Unajua watu tu wameshindwa kumuelewa yule Mama Love Kungwi, sawa? Mama Love Kungwi pale kaongea kwa mihemko. Yaani mimi nilivyosikiza ile mambo ya alivyozungumza Mama Love Kungwi nikasema huyu ni Team Zuchu. Sawa vile kusema mimba ni ile ya Zuchu. Ile si ndio vile imeonekana? Sijui nini ni vile namna unajua mtu ukimpenda sana pia hata jambo lake pia unaliona unafaa kulipamba. Sawa Lakini maongezi ya Love Kungwi alivyozungumza vile ni kama vile kuna kitu sijui anakijua kuhusu Wema, sijui vipi. Mimi sikumuelewa kwa sababu Mama Love Kungwi ni mtu mzima, sawa, anaelewa haya mambo kwamba mimba zinaweza kuvimba. Mimba haimaanishi kwamba wewe ndio una mimba sana kuliko mwingine. Mwingine anapata mimba na maisha yake yanaendelea. Sawa Lakini mwingine anapata mimba muda wote analala, anatapika, anafanya nini. Kwa hiyo haikuwa na maana ile kumwambia mtu kwamba ile ndio mimba na hii sio mimba. Una ushahidi kwamba ile ni mimba na hii sio mimba. Ila mimi nimeona tu kafanya vile kwa sababu labda anampenda sana Zuchu au amefurahia hilo swala. Ni hivyo tu kwa upande wangu nilivyomuelewa Mama Love Kungwi. Na Rihanna Ali akamwambia asiwe anapalamia mambo, kwa maana kila jambo kujifanya kwamba anajua. Kama ametoa ushauri kwa Mama Love Kungwi, vitu vingine aweze kuviacha. Comment yako pia ni ipi?
Kuparamia tumeparamia wote, kwa sababu huyo yeye akimwambia huyo mama nani, huyo mama Love Kungwi asiparamie mambo, yeye mbona kayaparamia kuzungumza ya mambo ya Love Kungwi? Na yeye si angenyamaza kama alitakiwa kunyamaza. Kwa hiyo kuparamia wote tunaizungumza, kwa sababu mimi hapa ninaizungumza mambo ya huyo nani, mimi hayanihusu, huyo Love Kungwi hayamhusu, hata yeye Riyama hayamhusu. Kwa hiyo kama swala ni kuparamia, sisi wote tunayaparamia. Ila tu pointi ambayo nimeielewa ya Riyama, ameongea vile kwa miamko kutokana na lugha aliyoitumia nani, Love Kungwi. Tunaelewana vizuri ile lugha ya kusema ile ya saa ndio mimba, yani pale ndo alipowatibua watu wengi. Sawa, ila hiyo pointi ya kuparamia, tumeparamia wengi. Wote tumeparamia.